Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online uliye na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Katika yale tumekuandalia mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News ni kwamba fata mambo yalivyokuwa kama ilivyodokezwa na CDC Afrika. Hadithi na mtu fulani aliyepachikwa jina bandia la Patrick, ambaye ndiye chanzo cha Ebola hivi sasa, virusi vinavyojulikana kama vile bundibujo. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, na kila ambacho nitakuomba wewe ambao bado hujasubscribe, huu ni muda wako. Usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo. Kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartager, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Kama nilivyozungumza, acha tukupe picha halisi ya mambo jinsi yalivyokuwa, ili kwa sasa Ebola itangazwe kwamba ipo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini kilisababisha? Nani alianza? Naomba tuandamane sote kwa pamoja. Kwa mujibu wa habari tulizonazo haswa kutoka duru za CDC Afrika ni kwamba Patrick ni muuguzi, kwa namna nyingine tuseme ni mganga. Mnamo Aprili 24 mwaka 2026, Patrick alipata dalili huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alipatwa na homa, uchovu, kutapika, ishara kwamba mwanzoni zilifanana tu na hali ya malaria au homa. Siku mbili baadaye, mnamo Aprili 26, bibi aliyepewa jina bandia la Maria, rafiki yake wa karibu, pia aliugua. Dalili zile zile tu ambazo Patrick alikuwa nazo. Mnamo Aprili 27, Patrick alifariki mjini Bunia. Na mnamo Aprili 28, Maria naye au Marie pia akafariki. Hakuna mtu aliwapigia simu mamlaka ya afya kuhusu visa hivyo vilivyoonekana kama vile ishara. Katika jamii, vifo hivi viwili havikuonekana kama vile janga, vilionekana kama vile adhabu. Habari iliyosambaa ilisema sababu ya vifo hivyo ni kile walichokiita tumu, yaani mchungaji au pasta, yawezekana kama ilivyokuwa uvumi, akachoma mitishamba au madawa iliyokuweko, ambayo yeye alifikiri ndiyo chanzo cha vifo vya bwana Patrick na bibi Maria. Na kulingana na imani ya wenyeji, hiki ndicho kilichosababisha kifo chake na mkewe, wakisema ugonjwa huo ulikuwa wa fumbo wala haukuwa kwa matibabu ya kisasa. Kwa namna nyingine tukisema haukuwa ugonjwa ambao unastahili matibabu ya kizungu. Hakuna mtu aliyepiga simu kituo cha afya ili wasaidiwe. Waliomboleza kama kawaida, waligusa mwili walivyotaka na vivi hivi. Mwili wa Patrick ulisafirishwa katika mtaa wa afya wa Mungwalu, mji wa madini ulioko kilomita 80 kutoka mji wa Bunia. Wakati wa sherehe za mazishi, jamaa walilia karibu naye, walimgusa na kukaa karibu naye. Naye Maria alikuwa amezikwa kwa hali hiyo hiyo tu, watu wakimchangamkia na kugusa mwili wanavyotaka. Wale walioandamana nao katika kifo sasa walibeba virusi bila kujua. Huo ni mwanzo wa virusi vya sasa vinavyojulikana kama vile bundibujo. Katika mwezi mzima wa Aprili, virusi vilienea kimya katika jamii ya Mungwalu. CDC Afrika baadaye ilikadiria kwamba kulikuwa na wiki 4 za maambukizi yasiyodhibitiwa kabla ya tahadhari rasmi ya kwanza kutokea. Yaani watu waliambukizana kiolela na hovyo pasipo watu kufahamu. Katika familia moja huko Mungwalu, watu 15 walikufa bila kufahamu chochote. 5 kati yao walikuwa wameenda kuhudhuria mkutano wa familia huko Bunia. Walirudi wakiwa wagonjwa. Walikufa ndani ya wiki 2
wakiwa na dalili zile zile ambazo Patrick alikufa nazo, kama vile rafiki yake wa karibu Maria alikufa nazo, yaani maumivu ya kichwa, homa na kutapika. Mnamo Aprili 30, mamlaka walipokea onyo la kwanza. Vipimo vikafanywa Bunia. Matokeo yakaonekana kwamba sio virusi vya Ebola aina ya Zaire inayojulikana zaidi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sampuli ilitumwa Kinshasa kwa mahabara ya kitaifa ya marejeo INRB kwa ufupi. Mnamo Mei 5, tahadhari ulipuka kwenye mitandao ya kijamii, kukawa ripoti ya takriban vifo 50 huko Mungwalu. Mamlaka yakashtuka, yakathibitisha taarifa hizo na kuchunguza, hata wakapeleka timu uwanjani ili kutathmini hali. Siku zikapita. Jioni ya Mei 14, INRB ambayo ni mahabara husika mjini Kinshasa kwa mwisho ikathibitisha ni Ebola, lakini sio aina ya Zaire. Mnamo Mei 15, mpangilio wa genomu utowajibu na kukamilisha kwamba bila shaka ni Ebola, lakini sio aina ya Zaire bali ni aina ya Bundibugyo huko nchini Uganda, aina ambayo kwa sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa wala matibabu maalumu. Janga hilo limetangazwa rasmi na ni la 17 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka wa 1976. Wakati huo huo, virusi vimewafuata wagonjwa kutoka Mungwalu walitafuta matibabu huko Rwampara kisha Bunia. Maeneo matatu ya afya sasa yakahasiriwa. Na Patrick siye peke yake aliyesafiri. Kuna mtu wa pili aliyesafiri na ambaye alipachikwa jina la Joseph, mwenye umri wa miaka 59, akiwa Mkongomani aliyeondoka toka Ituri na kusafiri hadi Kampala, Uganda. Haijulikani haswa aliondoka lini na nani au kwa njia gani ya usafiri. Ilijulikana kwamba alifika hospitalini katika mji mkuu wa Uganda mnamo Mei 11 akiwa na homa na shida ya kupumua. Alifariki Mei 14. Vipimo vilithibitisha aina ya Bundibugyo, yaani kafariki na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo, sawa ilivyokuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku hiyo hiyo mwili wake ulirudishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kufanyiwa mazishi. Ni nani aliyesafiri na Joseph kutoka Ituri? Ni nani aliyetumia gari lile lile, boti ile ile, basi lile lile? Ni nani aliyemtibu Kampala? Ni nani aliyerudisha mwili wake? Mazishi yalipangwaje? Kufikia Mei 16, maswali yote hayo yalikuwa bado hayajajibiwa. Hiki ndicho kisa cha Joseph ambacho hubadilisha asili ya mwitikio. Mara tu nchi ya pili inapoathiriwa, jukumu huhamia kwa CDC Afrika katika ngazi za kikanda na bara. Jean Kaseya, mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo, anasema kile ambacho takwimu hazijaonyesha bado. Tunakabiliwa na hali ambapo maambukizi lazima yawe muhimu sana. Sudan Kusini imewekwa macho. Kenya inaunda timu ya kitaifa ya maandalizi. Marekani inafunga Ituri kwa raia wake. Uingereza inachangia pauni milioni 1 kwa WHO, shirika la afya duniani. CDC Afrika inawaleta pamoja washirika 130 katika siku moja. Na madaktari wasiokuwa na mipaka MSF inaandaa uingiliaji kati mkubwa. Museveni, rais wa Uganda, alihitisha kikosi chake cha kazi kuhusu magonjwa ya mlipuko jijini Kampala na kusema hakuna sababu ya kuogopa. Kufikia Mei 16 mwaka wa 2026, idadi ya vifo vya muda vikawa 87 vilivyoripotiwa, licha ya kwamba leo vimefika zaidi ya watu 90. Visa 13 vilithibitishwa na maabara.
ikiwa ni pamoja na wafanyakazi 4 wa afya. Bado hakuna chanjo, bado hakuna matibabu yaliyoidhinishwa. Hadithi ilianza na Patrick, muuguzi aliyefariki Bunia, ambaye mwili wake ulisafirishwa hadi Mungwalu na kusababisha kila kitu. Wiki 5 baadaye, nchi 3 ziko kwenye tahadhari sasa. Majina yamebadilishwa ili kulinda utambulisho wa watu waliohusika. Tulisema Patrick, Maria na Joseph ni majina bandia kama tulivyoongea hapo mwanzo. Tangu Jumapili ya tarehe Mei 17, timu kubwa iliyoongozwa na waziri wa afya nchini Kongo Kinshasa, Daktari Roger Kamba Samuel, wakiwa na mwakilishi wa WHO, yaani shirika la afya duniani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Daktari Anne Ansia, waliwasili mjini Bunia mkoani Ituri, na mmoja baada ya mwingine walikuwa na haya ya kusema. Wa kwanza ni waziri wa afya Daktari Roger Kamba Samuel. Kwanza nimekuja haraka kuona hali. Kama mnavyofahamu, ugunduzi ulikuwa Alhamisi jioni. Leo tukiwa Jumapili, serikali imeonyesha kwamba wananchi wasije kujishughulikia wenyewe kwa siku nyingi. Ndiyo maana haraka iwezekanavyo tumekuja hapa. Upande mmoja, magonjwa haya sio fumbo, na upande mwingine, mgonjwa anaposhughulikiwa kutibiwa kwa haraka sana, vilevile tutazuia usambazaji wa virusi. Kuna wagonjwa 59 wanaolazwa, na wajulisha pia kwa ujumla kuna takriban visa 350 ya watu wanaoshukiwa. Hii haimaanishi kwamba ni wagonjwa, lakini ni maswali tunayojipa kuhusu waliofariki na ambavyo vifo vyote vikawe na uwezekano zaidi ya vile tulivyotangaza 91. Tutakapochunguza zaidi, huenda takwimu ya vifo ikawa chini ya hiyo. Mwisho wa habari zetu. Usikose kusubscribe channel yetu hii Kuna Nini News. Hadi hapo tutakapokutana tena hewani, acha nikushukuru wewe uliyekubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Hadi tutakapokutana tena hewani, basi acha nikutakie kila laheri.